Mchambuzi Dominic Salamba amelia na waamuzi wa CAF kuibeba Simba kuliko Young Africans. Aliyekuwa mchambuzi wa masuala ya soka pale Azam TV, Dominic Salamba, amefunguka kuwa anashangazwa namna waamuzi wa shirikisho la soka Afrika CAF wanavyopambana kuibeba Simba kuliko Yanga. Kinachoshangaza ni kwamba pamoja na utandawazi wa sasa, kwa nini waamuzi wa CAF wanafanya makosa mengi? Inafikirisha sana. Ukitazama mechi za Simba marefa wanakuwa upande wao, lakini ukitazama mechi za Yanga inaumiza sana. Tukirudi kudandavua kuhusu hili swala la mchambuzi Dominic Salamba kusema kuwa Simba imekuwa ikipendelewa na waamuzi kutoka CAF kuliko Young Africans, pengine turudi nyuma kidogo. Ni kwa sababu hatuna taarifa ama ushahidi wa wazi unaonyesha kwamba Simba imekuwa ikipendelewa zaidi na waamuzi wa CAF kuliko Young Africans. Kwa upande wa Young Africans, tukirudi katika mechi za nyuma kidogo, kitu ambacho kinaweza kudhihirisha kuwa ndio Young Africans imekuwa ikionewa sana na waamuzi wa CAF ni kipindi ambacho ilicheza na Mamelodi Sundowns katika mchezo wa robo finali. Yanga waliitoa malalamiko sana baada ya mchezo wao dhidi ya Mamelodi Sundowns Aprili 2024, ambapo walidai kuwa goli lao lilikuwa halali ingawa mwamuzi alilikataa. Mechi ambazo zilikuwa na mjadala wa waamuzi kuhusu Simba ni Simba dhidi ya ASEC Mimosas. Madai mashabiki wa ASEC Mimosas walilalamika kuwa Simba walipata penalti nyepesi dakika za mwisho na matokeo ikawa ni 1-0. CAF haikuchukua hatua yoyote rasmi dhidi ya waamuzi. Simba dhidi ya RS Berkane. Baadhi ya wachambuzi wa Morocco walidai Simba waliruhusiwa kucheza kwa faida ya mwamuzi na kuongezwa dakika nyingi zaidi, lakini pamoja na vyote hivyo Simba ilishindwa kwa aggregate ya bao 3-1. Nyingine ni Simba dhidi ya USGN ya Niger. Wapinzani walidai Simba walipata penalti ya kutatanisha dakika za lala salama, matokeo ikiwa ni Simba 1 USGN 0. Hakuna uchunguzi uliofanyika. Simba dhidi ya Orlando Pirates. Kocha wa Orlando Pirates Mandla Scans alalamika hadharani akisema waamuzi wanaipendelea Simba wanapokuwa nyumbani. Video zilionyesha Simba walipata faulo nyingi, lakini hakuna ushahidi wa upendeleo rasmi. Simba walishinda nyumbani bao 1-0 wakapoteza ugenini kwa penalti. Malalamiko mengi yanatokana kwa wapinzani au mashabiki, si kutoka kwa CAF au vyombo rasmi. Hata hivyo, Simba pia imewahi kulalamika dhidi ya waamuzi mara kadhaa. Ndivyo mambo yalivyo kuelekea katika mechi za kimataifa weekend hii, ambapo kesho Young Africans itakutana dhidi ya Silver Strikers ya Malawi, ambapo Young Africans inatakiwa kushinda kuanzia bao 2-0, yani siruhusu goli hata moja katika mchezo huo wa kesho, ambapo utachezwa majira ya saa 11 kamili za jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku Simba Sport yenyewe ikimaliza kazi Benjamin Mkapa tarehe 26 Oktoba 2025, ambapo itaikaribisha Singizini Hotspurs ya kutokea Eswatini, ambapo wao tayari wamekwisha kutanguliza mguu mmoja hatua ya makundi klabu bingwa Afrika baada ya kuibuka na ushindi wa bao 3-0, na ni ushindi mnono kiukweli. Mnyama Simba amekuwa na mawindo yake makali uwanja wa Benjamin Mkapa, hivyo Singizini isije na matarajio kwamba huenda wakapindua meza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, hasa Simba akiwa katika mawindo yake hatari, tena akiwa mbele ya mashabiki wengi kweli kweli. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, endelea kutufuatilia Neli TV. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen. Hadi wakati mwingine, kwaheri.